Gereza kuu la Butimba mkoani Mwanza limeomba kusaidiwa upatikanaji wa mashine ya kuzalisha mkaa mbadala kwa matumizi ya ndani ya gereza hilo ili kupunguza utegemezi wa nishati ya kuni pamoja na gharama kubwa za uagizaji na usafirishaji wa mkaa mbadala ambao wamekuwa wakiuagiza kutoka Kisarawe mkoani Pwani. Mkuu wa gereza hilo la Butimba, kamishna msaidizi wa magereza ACP Masanja Marangata, ametoa ombi hilo kwa wajumbe wa bodi ya nishati vijijini REB walipofanya ziara ya kukagua utekelezaji wa agizo la Rais linalozitaka taasisi zote zinazotoa huduma kwa watu zaidi ya 100 kuhakikisha zinatumia nishati safi ya kupikia ili kulinda afya za watumiaji na mazingira kwa ujumla. Tumeshaanza kutumia makaa ya mawe au nishati mbadala, tukaachana na kuni, lakini sambamba na hilo tunatumia gesi pia. Lakini tukitazama upande wa gesi, tunaona tanki tunalotumia tumeligharimia wenyewe kama kituo ni dogo, lakini ili tupate muda wa kuitumia kupumzika kuliko kuweka kila mwezi, tukipata tanki size kubwa kuliko hiyo. Sasa hivi tunatumia tanki la tani moja. Kwa hiyo tukipata tanki la tani nyingi kidogo, kadri uwezo utakavyokuwa, itakuwa ni mkombozi, itakuwa imetusaidia sana. Lakini makaa ya mawe tunapata katika huo mfululizo, lakini kwa hitaji halisi ungekuwa na stoko kubwa, ukawa na uhakika wa kuendelea kutumia tu bila kuwa na hofu. Lakini muda fulani kama mlivyoona, stoko tulionayo inaishia. Maana yake gari likipata dharura yoyote njiani likachelewa, naweza kujikuta hatuna nishati hiyo tena. Ndio matumizi haya ya nishati mbadala badala ya kuni umesaidia sana magereza, kwa sababu kwanza tazama matumizi ya kuni yanaambatana na adha ya moshi ya majiko yetu. Lakini kama mlivyoona, mule hakuna moshi, kwa hiyo mpishi anatumia nishati hiyo bila bughudha yoyote. Imesaidia sana, badala ya kutumia kuni tunatumia makaa ambayo yani hayamsumbui sana mtumiaji. Kwa hiyo nayo tuseme kwamba ni hatua nzuri kwa sisi watumiaji, lakini na ile adha ya kufuata kuni kila siku. Sasa hivi kama ni kuni basi na hizo tuziite kuni, lakini ambazo tunazo kwenye store ni kuamka tu asubuhi unaenda kuzichukua na kuzitumia. Tofauti na kuni mpaka usafiri, mpaka utumie mafuta, mpaka utumie watu. Na tunakaa na wafungwa ambao ndio tunaowatumia kufuata kuni. Sasa anaweza kaa huko akaingiwa mawazo mengine akakuacha, lakini kama yuko ndani tu, maana yake wazo hilo au shida hiyo haitapatikana. Butimba ni gereza mama, lina watu wengi sana ambao kwa wastani ni hawawi chini ya 1200 kwa inmates. Kwa tungetarajia kwamba kwa sababu na nyinyi mmekuja ambao ndio bodi hapo, angalau mtuongezea hata mfumo mzuri wa uwekaji wa hizo LPG hiyo zaidi. Hii market iliyopo ni 1500 nadhani. Sasa angalau zikiwa zaidi ya hiyo kutokana na ukubwa wa gereza, au mkatuangalizia njia nyingine ya kuweza kupata nishati nyingine nzuri zaidi ili ziwe zinabadilishana na hii ya gesi, itakuwa bora zaidi. Kwa nadhani kama bodi mnaweza pia mkatutafutia labda kama mashine za kutengenezea bricks kwa gereza, hili ingetusaidia sana. Akizungumza mara baada ya kukagua utekelezaji wa agizo hilo, mwakilishi wa mwenyekiti wa bodi ya nishati vijijini Bwana Florian Haule amesema kuwa bodi imeridhishwa na hatua ambazo tayari zimechukuliwa na uongozi wa gereza hilo katika kuanza kutumia nishati safi, ikiwa ni ishara ya utekelezaji wa dhamira ya serikali ya kuimarisha matumizi ya nishati mbadala katika taasisi za umma. Kwenye ziara ya ukaguzi wa miradi, kama ambavyo imekuwa ni kawaida kwa bodi ya REA kufanya ukaguzi katika miradi mbalimbali ambayo inakuwa inatekeleza, na sisi ikiwa kama ni sehemu ya bodi tumekuja hapa Mwanza, lakini tukaona kwamba ni vyema tukaja hapa kutembelea hapa Butimba tuone utekelezaji wa mradi wa nishati safi ya kupikia, ambapo REA tuliingia makubaliano na jeshi la magereza katika kuhakikisha kwamba upatikanaji wa nishati safi ya kupikia inapatikana katika magereza zote nchini. Na hili ilikuwa ni kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais ambaye alipenda kuona kwamba kwenye taasisi zote ambazo
hudumia watu zaidi ya 100, basi kuwepo na uwezekano wa makusudi wa kubadilisha nishati ya kupikia kutoka nishati safi isiyo salama, kutoka nishati ambayo sio salama kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Na leo tumekuja hapa ili tuone hatua za utekelezaji huo zimefikia wapi. Kikubwa tulichokiona kwamba wenzetu Butimba walikuwa proactive baada ya Mheshimiwa Rais kuagiza kwamba taasisi zinazohudumia zaidi ya watu 100 zibadilike kwenye matumizi ya nishati, kuachana na nishati mbaya na isiyokuwa salama kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Tumeona kwamba wenzetu walianza utekelezaji huo kwa mapema zaidi. Kwa hiyo pamoja kwamba tumeingia makubaliano na Jeshi la Magereza, hapa sisi REA tunakuja kuboresha pale ambapo wenzetu wa Jeshi la Magereza hapa Butimba walipokuwa wameanza. Lakini baada ya kujionea hali halisi na kadiri tulivyokuwa tumetembezwa kwenye sehemu za majiko, sehemu ya store na idadi ya watu wanaohudumiwa hapa, kwa kweli tumeona kwamba idadi ya watu wanaohudumiwa hapa ni kubwa sana, ni wafungwa karibia 2000, na uwezo capacity ya hiyo nishati safi, bado tunadhani kwamba pana kila haja ya kuweza kuendelea kufanya jitihada ya kuweza kuboresha ili walau wafikie katika viwango ambavyo vinatakiwa. Eneo moja hapa ambalo tumeliona tunahitaji kuliangalia kwa jicho la pekee ni upatikanaji wa mkaa mbadala, ambapo sasa hivi Butimba wanapata huo mkaa kutoka Kisarawe, Pwani, mkoa wa Pwani, Dar es Salaam, mkoa wa Pwani. Sasa kusafirisha kutoka mkoa wa Pwani mpaka kuja huku, na tukiangalia materials zinazotumika kutengeneza huo mkaa mbadala, baada ya kuzunguka kwenye maeneo kadhaa hapa Mwanza, tumeona yale malighafi ya kutengenezea mkaa mbadala Mwanza yanapatikana. Kwa hiyo hili gereza ni moja ya gereza ambalo linatakiwa lipewe kipaumbele sana kwa kujengewa uwezo wa kupewa zile nyenzo za utengenezaji wa mkaa mbadala hapa. Na kwa kufanya hivyo tutakuwa tumesaidia kuliwezesha hili gereza kupunguza gharama kwanza za usafirishaji wa mkaa kutoka Kisarawe, Pwani kuja hapa, lakini pia vile tutaliwezesha hili gereza kuwa na vyanzo vingine vya mapato kutokea ndani ya gereza hapa, lakini pia itasaidia kutoa hiyo hamasa kwa jamii inayozunguka katika maeneo haya katika kutumia huu mkaa mbadala. Kwa hiyo hilo tunaona kwamba ni jambo la muhimu sana ambalo sisi kama bodi ya REA tutaenda kupeleka ushauri kwenye bodi kamili, tuone namna gani tunaweza kufanya maboresho katika eneo hili kwa haraka inavyowezekana. Ziara hiyo imeonyesha utayari wa serikali kupitia REA kushirikiana na taasisi za umma kuhakikisha upatikanaji wa nishati safi na endelevu, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kitaifa za kutunza mazingira, kulinda afya na kuimarisha ustawi wa jamii. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.